Kama ambavyo mnafahamu, tarehe 28 mwezi wa 3 mwaka huu 2025, serikali kupitia kwa Mheshimiwa Waziri wa Fedha ilitoa kanuni ambazo zinahusiana na katazo la matumizi ya fedha za kigeni ndani ya nchi yetu katika kufanya miamala ya bidhaa na huduma. Kwa hiyo katika katazo hilo wananchi hawaruhusiwi kutumia fedha za kigeni, sarafu ya kigeni katika kufanya manunuzi ya bidhaa na huduma ndani ya nchi. Hilo katazo linahusu kutangaza kwa bei, kuwezesha, kutoza, lakini vile vile pia kulazimisha kutumia fedha za kigeni kwenye kufanya miamala hapa nchini. Lakini kanuni hizo zimetoa miamala ambayo inaruhusiwa. Kuna miamala ya aina 4 ambayo inaruhusiwa. Ya kwanza ni malipo ya serikali kama mchango wake kwenye taasisi za kimataifa ambazo zipo hapa nchini, lakini vile vile balozi na mashirika ya kimataifa yanaruhusiwa bado kupokea hizo huduma kwa kutumia sarafu ya kigeni. Lakini vile vile maduka ambayo hayatozi ushuru, hizi duty free shops, bado zinaweza kuweka bei zao, kutangaza bei zao na kutoza kwa sarafu za kigeni. Lakini vile vile ukiacha maduka, kama ndugu mwananchi una mkopo ambao ni wa sarafu ya kigeni, bado unaweza kuendelea kurejesha mkopo huo kwa sababu ni eneo ambalo limeruhusiwa. Kuanzia tarehe 28 mwezi wa 3, mikataba yote ambayo inaingiwa ndani ya nchi inatakiwa iwe kwa sarafu ya Tanzania, inatakiwa iwe kwa shilingi ya Kitanzania. Mikataba ile ambayo ilikuwepo kabla ya hii sheria na hizi kanuni kutolewa na gazeti la serikali namba 198 la tarehe 28 mwezi wa 3 mwaka 2025 imeruhusiwa kuendelea, na hii serikali imeipa mwaka mmoja, na hii ni muhimu ili wahusika pande zote mbili katika mkataba waweze kujadiliana na kuweza kubadilisha. Kwa hiyo wamepewa mwaka mmoja kuweza kubadilisha. Pale ambapo inashindikana kufanya mabadiliko kwa sababu moja ama nyingine, kanuni zinataka wahusika waweze kwenda Wizara ya Fedha kwa Mheshimiwa Waziri na kuomba kibali maalum ama kupeleka kesi yao pale Wizara ya Fedha. Sasa ni muhimu sana ndugu wananchi tufahamu, kwa kuwa na hizi kanuni umuhimu wake ni mkubwa katika kuhakikisha thamani ya shilingi yetu, ya sarafu yetu ya shilingi inaendelea kuimarika. Tumeona ndani ya hichi kipindi kifupi ambacho hizi kanuni zimetoka, ukwasi kwenye soko la fedha za kigeni umeongezeka. Ukiangalia wastani wa kipindi cha mwezi mmoja, wastani wa siku wa kipindi cha mwezi mmoja, ukwasi wa dola kwenye soko la rejareja umeongezeka kutoka milioni 40 mpaka 67, 69, na hii ni kwa siku. Kwa hiyo fedha nyingi za kigeni zimeingia sokoni, na hii ni kwa sababu wale ambao walikuwa wanatumia fedha za kigeni kufanya miamala moja kwa moja sasa wanakwenda sokoni kuibadilisha na kwenda kulipa huko wanakolipa kwa shilingi. Na hii imetupa manufaa ya kuhakikisha kwamba shilingi yetu imeendelea kuwa himilivu ukilinganisha na vipindi vya miaka ya nyuma kama sasa hivi. Tukumbuke soko letu la fedha za kigeni ni soko la msimu ambalo kuanzia mwezi wa kwanza mpaka wa 5 linakuwa ni soko ambalo lina mapato kidogo ya fedha za kigeni yanakuwa yamepungua, na kutoka hapo mapato ya fedha za kigeni yanakuwa yameongezeka sana, na hivyo kufanya shilingi imarike. Sasa tunachokiona sasa hivi kwa mwaka huu, fedha za kigeni zilizoko kwenye soko zimeongezeka. Ukilinganisha na mwaka jana kipindi kama hichi tulikuwa tuna milioni 30 kwa siku, milioni 30 dola kwa siku. Sasa hivi tuna dola kama nilivyosema hapo awali milioni karibia 70, 69, 70 za Kimarekani kwa siku. Kwa hiyo ndio manufaa ambayo tumeyapata ndani ya huu muda mfupi, na vile vile kwa kuhakikisha kwamba tunatumia shilingi. Maana yake sasa sera za Benki Kuu ndizo zitakuwa zinatumika katika kuhakikisha mategemeo ya mfumuko wa bei yanasimamiwa vizuri, na mfumuko wa bei unaendelea kuwa tulivu kwa 3.1. Kwa upande wa upatikanaji wa dola, Benki Kuu
kama taifa, msimamizi wa taifa wa hazina ya fedha za kigeni, tunasema bado hazina ziko za kutosha. Tuna zaidi ya akiba ambayo inaweza kulipia huduma na bidhaa kutoka nje miezi 4.5 au zaidi. Hicho ni kiasi cha fedha za kigeni ambazo tunacho. Lakini vile vile tumekuwa kwenye mpango wa ununuzi wa dhahabu kuanzia mwaka jana tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka jana 2024. Huo mpango mpaka sasa hivi umetuongezea zaidi ya milioni 450 kwenye akiba yetu ya fedha za kigeni. Yote hiyo ni kuhakikisha kwamba tunazo fedha za kigeni za kutosha. Kwa hiyo mtu ambaye labda pengine ana wasiwasi, anataka alipwe dola leo ili aitumie baadaye, afahamu kwamba hizo dola fedha za kigeni zipo za kutosha, na pale ambako kuna mahitaji, Benki Kuu iko pale. Ikiona mahitaji yamekuwa mengi kuliko ambacho kinapatikana sokoni, Benki Kuu iko pale na itaweza kuweka hizo fedha. Kwa mwaka huu pekee tumeshatoa milioni zaidi ya 130, na mwaka jana tulitoa, mnafahamu, tulitoa fedha nyingi tu kwenye soko ili kuhakikisha shilingi yetu inaendelea kuimarika. Kwa kusema hayo, tunatoa rai kwamba kila anayehusika kwa maana ya taasisi za kiserikali na binafsi kuhakikisha kwamba miamala ambayo inafanyika nje ya nchi hiyo bado inaendelea kufanyika kwa fedha za kigeni, ila miamala ambayo inafanyika ndani ya nchi ni muhimu na ni lazima ikafanyika kwa kutumia sarafu yetu ya shilingi. Hii tunafanya kwa ajili ya maendeleo ya uchumi wetu. Hii tunafanya kuhakikisha kwamba sarafu yetu inabaki imara. Sarafu imara maana yake ni uchumi imara na ni maendeleo kwa kila mmoja wetu.